Kwanza ni muhtasari wake. Mkoani Iringa, jeshi la polisi la mkamata bwana mmoja kwa tuhuma za kumuua mwanawe, kumcharanga mapanga, kumkatakata vipande na kumtupa ndani ya shimo la choo. Tuna taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Timotheo Joseph Muhulila ambalo lilitokea Iringa. Jeshi la polisi mkoani Iringa linamshikilia bwana Joseph Yustino Mhilila, mkazi wa mtaa wa Lukosi, kata ya Mtwivila, kwa tuhuma za kumuua mtoto wake Timotheo Mhilikwa mwenye umri wa miaka 6 ambaye alipotea tangu tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu. Akizungumza tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi Kennedy Mahona amesema ni wiki 3 zimepita tangu mzazi huyo alipotoa taarifa kuwa mtoto wake hapatikani, lakini baada ya upelelezi wa jeshi la polisi alikiri kuhusika mwenyewe katika mauaji ya mwanae. Ninaitwa Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi. Yapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametoka zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa, nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo, kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali, nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa askari wananihitaji hapa. Nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba bwana Jose ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo sana na akaweka kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo. Kwa hiyo sasa mimi ninachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Huu ni kweli unasomeka kama ni ukanda wa Mtwivila, lakini hapa tulipo tuko kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa. Mtaa huu ni mpakani, ni kata ya Mtwivila na Mkwawa. Kwa maana ya mtaa wangu ni tukio la kwanza la kubwa la aina hii. Kama ni mtaa gani? Mtaa wa Lukosi. Mtaa wa Lukosi, kata ya Mkwawa. Sababu kubwa ya baba kufanya tukio hilo ni imani za kishirikina. Kwa maelezo yake ya kwanza anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa naomba kwamba aweze kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko. Kumbe alikuwa anatudanganya. Amefanya hilo tukio na leo amejionyesha wazi kwamba amelifanya. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa ACP Alan Bukumbi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo la kinyama, ambapo ameeleza kuwa tuna taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Timotheo Joseph Muhulila ambalo lilitokea ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa 6:05 usiku. Mtu aitwaye Joseph Yustino Muhulila miaka 28, huyu ni dereva wa bodaboda,
na mkazi wa Mtwivila aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Muhulila ambaye ana umri wa miaka 6 na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Lightness Daycare mkazi wa Mtwivila kwamba amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yakawa haviendani. Lakini tuliendelea kumshikilia huku tukiendelea kufuatilia kuhusu upatikanaji wa huyo mtoto kwa sababu mzazi atakaye tupa ushirikiano, lakini alionekana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini ilipofika tarehe 6 mwezi wa 5 majira ya saa 1:30 asubuhi, timu ya Makachero walikuwa wameshapata taarifa fiche kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini baada ya kumhoji upi sasa mtuhumiwa huyo, kutokana na hizo taarifa alieleza kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa hawaishi pamoja, mke wake walitengana ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe 28. Lakini amedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa 4 mtuhumiwa alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, baba yake alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata huyo mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme, tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata huyo mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto. Kimsingi tumefuatia taarifa za baba na mama kuhusiana na mtoto, hapakuwa na ugomvi na walikuwa na tabia ya kubadilishana huyo mtoto. Kuna kipindi kama siku za haendi shule anakuja kwa baba, anakaa naye siku moja ya pili anarudi kwa mama. Kwa hiyo hapakuwa na taarifa yote ya ugomvi kati yao. Maana hata sisi tulidhani kwamba labda kuna tukio la labda kutaka wanasema kulipiza kisasi kupitia kwa mtoto, lakini wamesema hakuwa na ugomvi wote. Jina langu naitwa Scholastica Alois Rumato, mkazi wa Mtwivila B. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka na miaka 2 mpaka amesoma mpaka maliza mpaka form 4 ndio kaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo akawa mtaani. Basi akawa anakuja kutembelea hivyo. Lakini hii wiki la mwezi wa 4 akawa muda hajaja kututembelea. Ndio kaja kusikia kwamba kwanza mimi niliambiwa tu na mtu tu yeye binafsi akutuambia kwamba huyo dada anatafuta mwanae. Sasa mwanae alisema yeye yuko kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamuona, hakuja. Kwa hiyo ndio hivyo babake ndio akamtafuta Jose. Wewe vipi, tunasikia tu mbona wewe hujatutaarifu? Nitaka niwaambie mtoto aonekane tukajana. Mbona hujatutaarifu? Nisema tu hangaika kutafuta. Ndio hivi nitaka niwaambie. Mbona umekaa naye muda gani? Sema wiki 2. Mbona hujawahi kututaarifu? Amesema mimi nilikuwa niko naye pale. Basi ndio tukaanza tu, ndio na sisi tunaanza kushangaa tu kwa ujumla. Wewe umekaa naye wiki 2 hata hapo usikatize naye hapa kwa bibi zake. Babaka kamuuliza ulikuwa unamwacha na nani mtoto? Wewe ni bodaboda. Akasema mimi mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia movie, siku nyingine naenda naye Kijiwe. Kwa hiyo kuhusu kula amesema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Sasa huyo mtoto wa maajabu sana.
Ndio baba yake akaanza kushangaa hayo mambo. Wewe mjukuu wenu ambaye amekatwa, mlikuwa mnamfahamu? Ndio tulikuwa tunamfahamu. Alikuwa anaitwa nani na alikuwa na umri gani? Alikuwa anaitwa Timothy. Alikuwa na miaka kama 5 na kama na nusu hivi. Kama wazazi sasa, tukio hili mmelipokea kwa namna gani hasa? Maana hapa yamefukuliwa, yameonekana baadhi ya mabaki ya mjukuu wenu. Kwa kweli yani mimi hapa nilipo yani kwanza. Kwa upande wake mmiliki wa nyumba alipokuwa akiishi mkazi huyo Maximilian Luhago alisema kwa kijana huyo alikuwa anajishughulisha na kazi ya usafirishaji bodaboda, huku akieleza namna alivyompokea mtoto huyo kutoka kwa mzazi mwenzie na kile kilichotokea. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji. Amekaa hapa kwangu miaka 3. Kama alikuwa anajishughulisha na bodaboda. Yeye ni dereva bodaboda. Ila mimi kama mimi muda mwingi huwa natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi. Kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa. Kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akaniambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje akae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi. Akaniambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki 2. Kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi. Kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona. Hapa ndani nina watoto ambao wapo zaidi ya muda ninao kuwepo mimi. Hawajawahi muona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki. Bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni. Akaniambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana mazingira haya. Hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku. Sababu bodaboda hawana muda wa kusema kazi yake mwisho saa ngapi. Kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto? Kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke. Kwa hiyo huyu mzazi mwenzake aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi muona. Ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu. Kale katoto tunakafahamu, amekaa nako hapo, walipozinguana sijui alimfukuza akaondoka. Ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi muona. Mpaka wake anaitwa Joseph nani? Joseph Muhulila. Jambo limetugusa zaidi kuliko kawaida kwa sababu hapa ndani mimi mwenyewe na mtoto mwanafunzi ambaye yupo darasa la 4. Kwa hiyo cha kwanza niliona kabisa jambo lilivyotokea kama hili, usalama hata kwa mtoto wangu tayari unakuwa ni mdogo. Ila tuliendelea mpaka alivyokushikiliwa na polisi, tukaenda kama kirafiki, akiwepo babake na bodaboda wenzie kama 2 hivi. Kumhoji kirafiki. Bwana, hebu tusaidie kwa sababu tunatafuta mwenzetu upo ndani, ushirikiano tunatakiwa utoe wewe. Bado akaendelea kutukataa kwamba mtoto alikuwa anakaa ndani. Nikamuuliza, milango yako naona vitasa vyote uling'oa. Umo ndani mtoto wa miaka 5 alikuwa anakaa peke yake, unamfungia au unafanyaje? Akasema wewe kwa sababu ulikuwa sio mkaaji, unaingia na kutoka. Nikaona kama ananishinda mbio. Tukaachana naye. Ila kiuhalisia alikuwa anatoa maelezo ya kutudanganya. Huyu dogo kwa mfumo wa maisha ya kawaida, japokuwa sijui tutumie Kiswahili gani, alikuwa na mabinti wengi. Unaweza kukuta ameleta huyu, tena ikifika muda fulani analeta mwingine. Kwa hiyo huwezi kutambua kwamba huyu ndo sahihi au huyu sio sahihi, ni jambo linakuwa ni gumu kidogo. Mfumo wake wa maisha ambao mimi nimeyaona, alikuwa anabadilisha wanawake. Hakuwa na mke mmoja ambaye anafahamika. Naitwa Feblani Akanti Mlwilo. Nimekuja hapa baada ya kupata taarifa na ndugu yangu Maximilian Luhago, ni mtoto wa mamangu mkubwa. Kwa hiyo nilipopata taarifa nikasema ngoja nije
nisikilize kuna tukio gani. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanyiwa ukatili, akachinjwa vipande vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Kwa majina naitwa Diana Mgao, ni jirani yake na Jose. Tukio nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa kuwa sikutegemea kama lingetokea hivi. Wengine mlishawahi kumwona mtoto huyo ambaye amekatokatwa akitoka na kuingia ndani? Hapana, mimi mtoto sijawahi kumuona. Kwa sababu mimi ni jirani yao na Jose ni kwa nyumbani, sio kwa hapa. Nyumbani kwa wazazi wake. Ndio. Na afisa usafirishaji Laurent Lukosi ambaye alikuwa wakifanya kazi ya usafirishaji manispaa ya Iringa amesema kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto mkoani humo wamefanikiwa kutindua shimo la choo na kukuta vipande vya mwili wa mtoto vikiwa vimo ndani ya shimo hilo. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedek Heri Banzi. Tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida. Tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivira. Inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanae, amemdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuru yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatudhibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa. Lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye mamlaka zaidi watadhibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi hasa. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa ACP Alan Bukumbi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo la kinyama, ambapo ameeleza kuwa kijana huyo alimuita mwanawe kisha kumbembeleza na kuanza kumfanyia ukatili hatua moja baada ya nyingine na kutimiza adhima yake kumkatakata vipande mtoto wake na kumtupa katika shimo la choo. Wananchi, mtaa gani huu? Poleni sana. Sisi tumekuja, mimi ni kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, naitwa Alan Bukumbi, kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi la polisi. Tulikuja kuangalia eneo la tukio. Kimsingi nadhani wengi mna taarifa kwamba huyu mwenzetu mwenye huu mji ambaye ni mpangaji kwenye huu mji alifanya tukio la kikatili, lakini awali aliripoti kwamba mtoto wake amepotea kituo cha polisi, lakini baadaye sisi tukaendelea kumshikilia kwa sababu tulijenga mashaka kwamba huyu si rahisi mtoto apotee katika mazingira kama hayo. Ndio kitusaidia. Kwa hiyo tumebaini nadhani baadhi ya mabaki ya mwili wa mtoto, lakini tumuomba wenzetu wa halmashauri tuletee gari la kunyonya maji taka ili kusudi kama kuna viungo vingine vilivyobaki kule chini basi tuweze kuvipata kwa ajili ya kustiri. Lakini vinginevyo hali ni shwari. Huyu ni mtu kaamua mwenyewe. Sasa mengine ya ndani ambayo hajatuambia tunaendelea kumhoji. Lakini kimsingi tu muwe na amani. Sisi serikali na jeshi la polisi tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii kama hivi tunavyokuja kwa matukio mbali. Lakini toeni basi taarifa za uhalifu kama kadri mnavyoziona. Inawezekana huyu mwenzetu alikuwa na tabia zingine ambazo au mienendo ambayo ilikuwa sio mizuri. Lakini inawezekana wengine tumtolee taarifa. Maana huyu mtoto anaishi naye peke yake hapa ndani, wakati mwingine anakwenda kuishi kwa mama yake. Sasa hatujui wengine kama una taarifa zingine ambazo mnaweza mkatupa zikatusaidia kwenye kupata muono mbele zaidi. Kwa sababu si rahisi baba na mtoto katakata mtoto, kisingizio ni kwamba mtoto amepiga shoti ya umeme. Si tungemkuta mtoto akiwa na shoti ya umeme basi amekufa. Tukachukua hatua, lakini sasa unamkatakataje kwa shoti ya umeme? Kwa hiyo iko hivyo, lakini nadhani tuwatakie tu maandalizi mazuri, lakini nadhani familia ndugu wapo, tutaendelea tutashirikiana nao katika
kufika hatua ya mwisho, lakini pia na nzengo ipo, kwa maana nyie kama jamii tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafika mwisho wa hili swala kwa pamoja. Poleni sana, poleni sana. Nikiripoti habari na matukio kutoka mkoani Iringa, mimi ni Isa Chamsa wa Chamsa TV. Usikose kufuatilia Chamsa TV kila juma ili kuweza kupata habari za kimataifa, ulimwenguni pamoja na habari za taifa.